بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. تحدثنا بالأمس عن كتاب الطهارة، وقلنا ما معنى الطهارة لغة؟ نعم، النظافة. الطهارة لغة النظافة والنزاهة، واصطلاحا نعم رفع نعم وإزالة النجس بالماء. طيب، وكم تنقسم وما هما؟ طهارة نعم حسية معنوية، طهارة حسية معنوية. وقلنا طهارة اصطلاحا رفع الحدث. كم ينقسم الحدث؟ نعم على قسمين، الأكبر والأصغر. ما هو حدث الأكبر؟ جنابة الحيض. ما يوجب الغسل؟ ما يوجب الغسل كالجنابة والحيض. نعم الأصغر عندك الحدث الأصغر. نعم الحدث الأصغر ما يوجب وضوء، ما يوجب الوضوء. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. قال فصل المياه. فمسلم رحمه الله فصل المياه. tulipopita katika darasa jana katika moja ya maana ya kitaba au kitab, tumesema ni اسم جملة مختصة بالعلم المشتملة على الأبواب وفصول. كتاب ni jina ambalo linakuwa nabeba sentence inahusiana na elimu ambayo imekusanya ndani yake al-abwab wa fusul. Kwa baada ya kitabu unakuta ahlul ilm mlango mkuu wanaweka mathalan kitabu tahara, sawa, alafu ndani anakuja nini, imma fusul au abwab, kama alivyofanya Sheikh anasema faslun babu miyah, faslu al-miyah, na baadhi ya ahlul ilm wanasema babul miyah. Unakuta baada ya kitabu tahara inafuata babu al-miyah, au kitabu sala chini inafuata nini, babu shurutu sala, mathalan babu arkanu sala, kwa kama hivyo. Wanawaqili sala kwa taratibu ule ambao watakuwa wanafahamisha mwanafunzi kwa pesi katika kufahamu jambo analokusudia muallif. Kwa mlango wetu huu nazungumzia fasli yetu hii, nazungumzia faslu al-miyah. Al-miyah ni jamu ya ma.
almiyah kama vile sema mlango huu unazungumzia maji mengi yani almiyah. Na aghlab kutub za fiqh ambazo wameandika ahlul ilm, mara nyingi unakuta vitabu vinaanza na mlango huu. Mara nyingi yani vitabu ya fiqh vinapoandikwa, cha mwanzo kabisa kanazungumziwa nini? Nazungumziwa maji, au nazungumziwa masuala tahara hapo maji. Kwa nini watunza vitabu wenye kuandika mlango wa tahara wanaanza na maji? Una hikma gani? Naam ikhwa. Maji nini? Kwa kila kitu. Wajanna min al-ma'i kulla shay hayy. Maji ni uhai wanaosema. Kwa sababu hii naam, hii ndio illa aliyeka. Kama utaulizwa limadha yabda'un man allafu fi tahara yabda'una bi babi al-miyah, sababu yake nini? Lianna al-ma aslu fi madha at-tahara, maji ndio asili. Maji ndio asili katika nini? Katika tahara. Tumesema imma raf'ul hadath au madha izalatu an-najas. Izalatu an-najasa na raf'ul hadath aiondoshe hadath, wala vile hatuwezi kuondosha najis isipokuwa tupate nini? Maji. Yakikosekana maji ndio tunahama kwingine. Fa in lam tajidu ma fatayamam. Hii ni katika upande wa nini? Wa udhu, upande wa kuoga. Yani kama itakuwa tumekosa maji katika raful hadath, tunakwenda katika nini? Tayammum. Na katika upande wa najis tunaenda katika nini? Madha istinja au istijmar. Sawa? Kwa inatajwa, kwa nini maji yanataja mwanzo katika mlango wa tahara? Kwa sababu maji ndio asili ya tahara. Kama ikikosekana maji ndio tutahama imma katika tayammum, katika raful hadath au katika izalatu najasa, tenda katika al-istijmar. طيب قال أما الصلاة فلها شروط. أما الصلاة فلها شروط. أما الصلاة إن الشرط ذاك ukitaka kusali kuna masharti ambayo wameyazungumza ahlul ilm na kueleza ahlul ilm kupitia nusus za sheria imma Qur'an au Sunna, wakaeleza kwamba hizi ni shurutus salah. Ambao kama shurutus salah tumesoma katika muraja ile, nasoma na kumuraja ile ya tafsir ile tafsir sifati salah ile mukhtasar yetu ile mesao. Si mwanzo tunakuda pale shuruti sala kama 7, wengine wasema 9. 9 khilaf baina kullab. 7 au 9 sahihi. Baadhi ya kutub vya fiqh zimeandikwa shuruti ni ngapi? 7. Baadhi wamesema shuruti ni ngapi? 9. Na hii ni amru basit, kwa sababu tukisema shuruti mathalan 7, baadhi ya ahlul ilm wanazingatia je, nia ni shart au sio shart, ambao hii imeingizwa katika baadhi wanaposema 9 wanaingiza nini? Hii nini? An-nia. Na wale wanaona kwamba si shart wameipunguza, kwa hiyo katika 9 zinabaki ngapi? 8. Alafu ikaja katika upande wa al-aql wa tamyiz, ambao aqli imeunganishwa nini? Tamyiz. Tamyiz ni mtu kwa mumayyiz, anajua hili zuri hili baya. Kwa hiyo wanaona kwamba hii tamyiz inaendana na aqli, kwa sababu aqli mtoto mpaka azingatie, sio anazingatiwa kwamba hapo ndo, kwa akajalia kwamba hii tamyiz inaingia katika, wakaitoa hii tamyiz wakaitoa nani, kwa zikabaki ngapi? Zikabaki 7. Kwa wale waliosema 7 kwa waji huu kama ilivyo ndani ya madhhabu Shafi'i, na wale wanaona kama 9 kwa kauli ya baadhi ya hadith. Kwa hiyo tumepata 2.
tumepata ngazi kwa mpangilio tumezitaja hivyo, lakini shuruti sala kam tis'at. al-awwal al-islam, al-awwal al-islam والدليل نعم ماذا dalili hadithi ibn Umar hatuijui. hii nguzo sababu ya shurti na sharti Islam hajafanya kubana mimi wewe unaingia katika wajibu kwamba alikuwa si Muislamu hakubaliki la yakubana mimi. Na vile vile hadithi umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illa Allah Muhammadur rasulullah yuqimu as-salah. Naam, al-Islam sharti ya pili istiqbal al-qibla. Hii inakuja bila mpangilio sahihi. Dalili sisi tumesema dini yetu na dalili au tukubali tushie. Istiqbal al-qibla qawlu ta'ala fawalli wajhaka sahihi. Hadith ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadith ya Muslim sana. Idha qumta ila safa fastaqbil al-qibla. طيب al-Islam istiqbal al-qibla anasema akhi غيره. نعم مراد يا مشايخ وقلنا صوم imetajwa hapa wala shurut. طيب نعم البلوغ دليل ماذا؟ ما هو دليل البلوغ؟ دليل البلوغ نعم رفع قام ثلاث الصبي حتى يبلغ au حتى يقيم. نعم هذا شرط nyingine ستر العورة dalili yake ikoje? Dalili ya ستر العورة dalili ya ستر العورة masha khudhu zinatakum ila kulli masjid, ambao mstambita ahlul ilm kwamba hii ni dalili ya mtu anataka kusala nini abisiri ya bani adam khudhu zinatakum ila kulli masjid. Naam, bado imebaki naam zekombo naam akhi sio kwenda sasa kwenda ndio tangulia zimesha sio mbona mtadi gapi sawa Uislamu ismalu qibla tamyiz al-aqli dukhul waqt kuingia wakati ambao Allah amesemaje au amekuja hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika dukhul waqt الصلاة وقت صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. حديث جبريل alipokuja Mtume صلى الله عليه وسلم akamsalisha mwanzo wakati na mwisho wakati kuonyesha sala na wakati na kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta wa bikisabi al-tayyib. قال رحمه الله فلها شروط تتقدم على الصلاة. Tukisema shuruti ni vitu ambavyo vinatangulia kabla nini? Kabla sala. Uhakikishe umekamilisha hizi shurut alafu ndo unaanza kusali. Kama hivi tulivyozitaja kwamba uhakikishe anaisali Muislamu, anaisali ibada. Kama atakuwa ni mtoto ambaye ni mumayyiz inajuzu kama usema Mtume sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis-salati wa hum abna'u 7 sinin, amrisheni watu hadi kwa na miaka 7 ambao tayari washakuwa na tamyiz. Kwa hiyo zinatangulia sharti kabla ya sala, au lugha nyingine sharti zinakuwa nje ya nini? Nje ya sala, kabla hujaingia katika sala. Zile zinazokuwa nje ya sala zilizokuwa zimewekwa kwamba uzifanye kabla hujasali, hizo ndo sharti. Kwa hiyo ukisema masala izalatu an-najasa wa raf'ul hadath inakuwa kabla nini? Kabla sala. Usiingie katika sala kabla hujaondosha hadath au kabla kusafisha najisi. Kwa ni sharti ili sala isila lazima ukamilishe hayo yaliyokuwa kwa masharti. Famina at-tahara, miongoni mwa sharti za sala ni tahara, kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam la yaqbalu Allahu salata bighairi madha bighairi tuhur. Hakubali Allah sala
bighairi tuhur, bila tahara. Ukisema bila tahara kwa maana kama utakuwa na hadath haikubaliki, kama itakuwa una najis haikubaliki, kwa maana sio tahara. Lazima ipatikane tahara, usiwe na hadath na wala usiwe na najis. Na ukisema usiwe na najis sawa katika mwili wako, sawa mwili usafi, hii nguo zako vile vile ambazo umevaa zote ziwe safi, zisiwe na najis, kwa sababu najis itakuwa ndani ya mwili au itakuwa katika nini, katika nguo, katika sehemu unaosalia. Kwa hiyo hakikisha haya maeneo matatu lazima yawe tahara. Uhakikishe sehemu hizi tatu lazima iwe tahara: mwili uwe tahara, usiwe na najis, nguo zako ziwe tahara vivisi na najis, na sehemu unaosalia bawe ni sehemu ambapo panaruhusiwa kusalia, na vile vile bawe ni sehemu tahara ambapo hakuna najis. Tukisema panaruhusiwa kusalia, hiyo sehemu unaosalia panaruhusiwa kusalia, kwa maana huwezi kusema unasali kwenye kabri, sio? Kwa sehemu unaosalia inakubalika, na vile vile bawe ni tahara kwa najis. Wamesema Mtume sallallahu alaihi wasallama kauli yake hiyo kwamba Allah hakubali sala, na imekuja salatan la yakbalu Allahu salatan, kila ile ambayo ni ismu sala, kila ile sala, kwa maana sawa sala faradhi au sala sunna au sala nini ya jeneza, kwa sababu jeneza, sala jeneza ni sala. Kama ni sala vile vile haikubaliki, tofauti na ile kauli ya baadhi ahlul ilm wanasema nini, ni dua. Kama tutachukulia swala ya maiti ni dua, kuomba dua inajuzu kuomba dua bila nini, bila udhu, bila tahara. Utekana una najisi yako, uko una udhu, unaomba dua na dua yako ikajibiwa na Allah subhanahu. Kwa kila iliyokuwa kwamba hii ni sala, salatu janaiz, salatu tatawu, salatu faraid, zote hizi zinaingia katika hukumu nini ya kwamba iwe lazima unaposali uwe na tahara. Kama huna tahara Allah hakubali subhanahu wa ta'ala. Qala faman lam yatatahhar min alhadath alakbar, yule ambaye hajataharisha kutokana na hadath alakbar, ambao tumesema ni hadath akbar ma yujibu alghusl, kama nini, janaba, hayd na nifas. Qala wal asghar ni alwudu, wajibisha wudu, wan najasa, na vile vile alitoharisha kutokana na najasa, ambazo hizi najasa ahlul ilm kisoma kutubu za fiqh wameeleza kuna najasa ambayo ni mughalladha. Sasa katika madhehebu au ndio nayo katika miji yetu, madhehebu ya Kishafi'i, tumeeleza katika upande wa najasa kuna najasa ambayo ni mughalladha, najisi nzito anasema, kama vile najisi ya nani, ya tembo, al-kalb, kama mfano najisi ya nani, al-kalb. Lakini ndani ya madhhabu anasema vipi najisi ya nani, wal-khinzir, al-kalb wal-khinzir. Ama sara khinzir mukhtalafun baina ahli al-ilm, ya khinzir najisi au sio najisi, nguruwe najisi au sio najisi, si khilaf ahli al-ilm kwamba nguruwe je ni najisi au si najisi. Hakuna dalili iliyokuja ikaashiria kwamba nguruwe ni najisi kwenye upande wa dalili, ima katika Qur'ani au katika Sunna, bali imekuja dalili kwamba nguruwe ni katika vitu vilivyoharamishwa kuliwa. Katika Qur'an Allah anasema hurrimat alaykumul maytatu wad-damu wa lahmu al-khinzir, lahmul khinzir. Na ndio maana kuta wale wanapoulizwa katika fatwa mathalan, je, nafaa kuchukua mavi nini kinyesi cha nguruwe kumwagilia katika shamba au kwa wanalima, labda sema inajuzu, sababu hakuna dalili inayosema kwamba hii nini najisi. Laiti ingekuwa najisi kwa haiwezekani sio tunapandikizwa au tunatia manajisi. Naam, kwa kila hali wanasema kuna hiyo mughalladha ambao ni kalb wal khinzir katika madhhabu, wanasema katika kauli ya baadhi ya walimu wanatoa kwamba khinzir la sio katika wanyama wale ambao najisi, kwa haramu kuliwa, kama vile mfano punda. Punda ni haramu kuliwa lakini sio najisi. Kadhalika najis nyingine wanaita kwa najis ambao ni mukhaffafa, najasa ambao ni mukhaffafa, ambao anakuja ni baul madha, baul as-sabi alladhi lam yakul illa madha, illa laban,
hajala chochote, mtoto mdogo wa kiume ambaye hajala chochote isipokuwa amekunywa maziwa tu, tena maziwa mamake, sio kama maziwa anakunywa maziwa ng'ombe, la, maziwa ng'ombe tayari kula hiyo, sio maziwa ya kopo, sio hiyo kula tayari, ni mambo ya maziwa ya mamake. Kama atahamishwa kwa maziwa ya ng'ombe, sio kwa maziwa makopo, tasema wewe unapo hukumu kwamba amekula tayari. Maziwa yanahesabwa ni maziwa ya mama yake, kama ilivyo katika ibara ya hadith. Ni kuchunga mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, amehukumia hivyo kwa najisi ya mtoto mdogo wa kiume. Katakuja katika kuangalia upande wa usafishaji, inamwagizwa maji. Najisi ya mtoto wa kike hata kama ananyonya, inachukuliwa kwa najisi yake ni najisi ya kati na kati, kama wanavyosema kwamba inasafishwa kama najisi nyingine. Qala amesema rahimahullah, wa najasa fala salata lahu, yule ambaye hajatoharisha kutokana hadath, hajatoharisha kutokana na vile najis, inakuwa hana sala mtu huyo. Wa tahara tunawani, na tahara ule kujisafisha kwa namna mbili. Ahaduhuma taharatu bil ma, ya mwanzo kujisafisha kwa kutumia maji, wa hiya al-asl, na ndio asli, na ndio maana wakatanguliza babu al-miyah, hii ndio asli. Na ya pili kujitayarisha kwa kutumia nini? Kutumia mawe. Kujitayarisha kwa kutumia mawe, tumesahau kujitayarisha kwa kutumia mawe kwa sababu je, tayammum inaondosha hadath au ni istibahatu lis-salah? Sawa, tayammum kama tayammum inafanya kazi ya raf'ul hadath, au imeruhusiwa kwa ajili mtu aruhusike tukusali, kwamba hiyo nakuta ni khilafu ahli ilm baina wale ambao kama ilivyokuwa maji, kwa sababu Allah ameweka maqam nini, ameweka manzili ya maji, fa inna msajidu ma fatayammamu, kwa sema inafanya kazi kama kazi ya nini, kama kazi ya maji. Na wengine wanasema hii ni istibahatu lis-salah, inaruhusiwa tu, na ndio maana unakutajia ukishatayammam unaruhusika kusali sala zote, au ukishasali sala moja basi. Kwa unakuta khilafu ambayo atakuja katika sehemu yake inshallah. Lakini hapa asili ya tahara ni nini? Ni maji. Kukosekana maji itahamia katika kile kitu kinachosimama nafasi ya maji, imma katika hadath yakuwa ni tayammum, au katika najis inakuwa tutumia mawe, au kile ambacho kinakuwa kwa nafasi kama maji hiyo. Fa kullu ma inazala minas sama, maji yote ambayo yanateremka juu kwa maana mvua, au nabaa minal ardi, au yanochimbuka kutoka ardhini. Nini hiyo? Chemchem inachimbuka sehemu, amechimbuka maji, basi ndio haya yanakusudiwa fa huwa tahur, hayo maji ni tahara. Qala subhanahu wa anzalna minas samai ma'an tahura, tumeteremsha kutoka juu maji ambayo ni tahara, maji ambayo ni tahara. Wanachuona hii itakuja katika sehemu yake, ingawa imekuja katika swali, itakuja katika sehemu yake. Yani jiwe muda kwa lina uwezo wa kuondosha najis, ndio hilo linalotakiwa. Kama atakuwa jiwe lina sifa ya kuteleza kiasi kama ukijisafisha najis haiondoki, yani hilo hatatakiwa. Na kama itakuwa linachuna kama wanavyosema lina ncha na kuchuna, yani hiyo itakuwa haiwezi, utakuwa na jidhuru nafsi yako. Utachukua hata majani kwa sababu imetaja jiwe, lakini vile vile utakuta katika mlango inaruhusika kutumia majani, karatasi au kishu, saizi hiyo inakuwa katika manzila hiyo. Lakini kama atakuwa na madhara, huwezi kutumia kitu ambacho kinaweza kudhuru au kukuchuna kwa wanaosema. Taudi katika somo letu.
Kwa Allah amesema zana min as-samaa'i ma'a, na vile vile imekuja katika surati an-Nahl, alladhi yukhrijul khaba'a as-samawati, alladhi yukhrijul khaba'a fis-samawati wal-ardh. Allah ndiye ambaye anatoa nini? Mvua juu na ardhi. Mvua na juu na ardhi, na atoa maji khaba kwa maana alma. Juu na chini atoa maji ya chini, chemchemo au mito ambao ipo katika ardhi. Asili ya maji tahara, asili ya maji tahara. Yutahiru min al-ahdath wal-akhbath. Akhbath kama najasa, inatoharisha maji hayo min al-ahdath, kutokana na hadath kubwa na ndogo, wal-akhbath, na khabath kama ya an-najis, kama najis. Walau taghayyara launuhu, na lau kama yatakuwa maji hayo yamebadilika rangi yake, au taamuhu, au yamebadilika ladha, au rihuhu, au yamebadilika harufu. Kama yatakuwa yamebadilika vitu vitatu: ladha, ukionja hivi mbona na sukari au na chumvi mathalan, sawa. Harufu hivi ukinusa unakuta mbona kunanukia sijui kama mfano wa manukato labda, au harufu ya sabuni hivi, sawa. Na vile vile laun, ukiangalia unaona mbona kuna rangi kama zafarani labda, au rangi ili mradi kwamba rangi sio ile halisi ya maji, sawa. Lakini hichi kilichoingia katika maji haya tahir, sawa. Umekoga pengine mapovu yamedondokea mle, mfano kama huo, baadaye akaonekana maji yamebadilika, yamechukua rangi hiyo, sawa. Maji imekuja pengine chupa mafuta ya taa, pengine imekuja imedondosha matone mawili matatu, ikinusa hivi yananuka mafuta ya taa, yana harufu kama mafuta ya taa mfano. Lakini tukiuliza mathalan, je, mafuta ya taa ni najis? Sio najis. Sawa. Mapovu ya sabuni ni najis? Sio najis. Kwa hiyo yamebadilika maji yetu, hayako katika rangi yake, wala hayako katika harufu yake, wala ladha tukionje iko tofauti, ladha iko tofauti. Lakini hichi kilichoingia katika ya maji ni kitu tahara. Je, nafaa kujitoharishia maji hayo au haifai kujitoharishia? Ndo masala haya ambayo yeye muallif anaona walau taghayyara, hayo maji hayo hata kama atakuwa imebadilika laun au rih au vitu vitatu ambavyo viko katika maji, na yote hikima yake unapochukua udhu unapatikana. Hikima yake unapochukua udhu si lazima usikutue, na ubadilisha maji pwani. Ukisukutua unapata ladha, ubadilisha maji pwani unasikia harufu, kwa harufu mbona ananukia hivi. Lakini je, ni tohara au si tohara? Kitu kilichoingia tohara. Kwa hiyo itakuwa yanafaa kujitoharishia maji hayo, kwa sababu kilichoingia ndani yake nini? Ni tohara. Kuchukulia udhu itajuzu, kama utamu wa kuogea na juzu, sawa. Sharti iwe hiyo, kilichoingia kiwe ni tohara. Naam. Yes. Yes. Ndio hii masala tulionayo. Ndio kwa masala hayo unazungumza, ndio haya tuko nayo hapa, sawa. Na haya ukitoa ukienda katika upande wa madhahibu, yani mathalan, kwa sababu maji ima yatakuwa kama yule unazungumza asili, au inawezekana maji kama hivyo yakavuliwa jina la maji kwa wanavyosema kutokana na kile kitu kilichokamuliwa. Unaweza ukakamua kitu ukatoa maji alafu ikani kitu cha maji, lakini imekamuliwa kutoka zeo, ukikamua ule sio unapata maji. Kwa hiyo hadi ni maji, si maji, ni maji mfano. Au kimechemshwa ndani yake, ukatia maji na chai katika maji ukachemshia, baadaye imekuja hii nini? Hii ni chai mfano. Kwa haya masala ambayo hii mfano wa sadaka, kama Daudi katika madhehebu ya Shafi ambao ndo mashuhuri, wanasema la. Kwa sababu gani? Yamevuliwa jina la maji, na wanaipa ismu maji haya, wanasema ni maun tahir, ambao asili ni maun tahur. Yale tahur wakayapa sifa
kwamba tahur mutahhir li ghairihi. Tahur inakuwa ni mutahhir li ghairihi, asili kwa ni tahur li dhatihi, kwa dhati yake maji ni safi, hakuna kitu ambacho dhati yake maji safi kisha anasafisha chengine. Ama tahur anasema tahir ni tahir li dhatihi ghairu mutahhir li ghairihi, kwa dhati yake ni safi tahara. Hatukumi labda muone maji yake juisi ile sema hii juisi hapana sasa ni tahara, lakini hukumu katika madhhabu Shafi wanasema haiwezi kusafisha kitu kingine. Ukitoa baadhi ya hadithi wanasema la, kwa sababu hii aqsam ya kugawa kuna maji tahur na maji tahir hana dalili. Hamna dalili. Tafuta dalili kwa wapi haya ni tahur haya ni tahir, hamna dalili. Kwa usikana dalili watu wasema hata haya kama umekosa maji faenda mtajumaa ndio maji ya juisi ni maji yenyewe. Kwa alilima wasema la utachukua udhu hataya. Na washikali kidogo. Kwa kama unachukulia juisi umenunua soda yako unachukua udhu hivi. Na kwa ishikali lakini yani masala fiqhia ambao masala fiqhi mengi alivyosema na kwa ni masala nini khilafia. Na muallif rahimahullah yamesema ataleta kile ambacho anakiona kwake ndo nini rajih kwa dalili, sio kwamba hii hakuzungumza hivi amefanya ikhtisara, kinyume hivyo ingefanya masala kwa marefu. Yamefanya ikhtisara, na ukitaka kuyafanyia bahthi ni masala marefu na maelezo yanachoni makubwa. Kwa hii ni ikhtisara. Hivi alivyozungumza hivi ndo kauli yenye nguvu hii aliyosema hivi. Hii aliyozungumza hapa ndo kauli yenye nguvu kwa wanachuoni, kwamba hata kama atakuwa yameingia kitu yakabadilisha rangi au ladha, kwa sababu kitu inakuwa asili ya kitu ni tahara, ila kama atakuwa mengia najisi. Kama atakuwa mengia najisi ni masala ambayo atakuwa maelezo najisi hii imeingia katika maji na gani. Kama maji hayo machache najisi imeingia haikubadilisha maji ladha harfu wala rangi, wanachona sema hiyo itakuwa bado tahara kama ni machache, na kwa mengi vile vile wanasema ni tahara. Kama atakuwa amebadilisha usafi hizo tabia tambua basi najisi ambao utakuja katika sehemu ya inshallah. قال رحمه الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. Hakika maji ni tahara. Hii ndio ismu ya maji ilivyokuja. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema nini? Ma'u tahur, hakusema ma'u tahir, hakuna ma'u tahir. Tukisema tahir kama maji ya juisi, maji ya mua, maji ya mchuzi, maji ya chai, hayo ndio anasema ma'u tahir kwa madhhabu. Watu wa madhhabu wanasema ma'u tahir, ambao wamejalia kwa aqsamul miyah ngapi? 3. Kuna ma'u tahur, kuna ma'u tahir, kuna ma'u najis. Sawa? Wamejalia hivyo kwamba vigawanyo vya maji ni hivyo vitatu. Ima maji atakuwa ni tahur kama katika hadithi, au tahir tulieleza hayo, au inakuwa mawe madha najis, maji yaliokuwa na najis yani. Qala fa in taghayyara ahadu awsafihi, kama yatabadilika maji ahadu awsafihi, moja sifa zake, ambao sifa za maji ni ngapi? 3 kwa mujibu wa maelezo sawa hapa katika kutubu al-fiqh. Sifa za maji ni 3. Sifa mwanzo nini? Tamu. Sifa mwanzo ni ile tamu, maji yanakuwa na ladha yake, ile ladha. Sifa ya pili nini? Al-lawn. Sifa ya pili lawn, rangi. Na sifa ya tatu ni ar-rih, ile harfu ambayo inapatikana kwenye maji. Kwa nasema kama itakuwa imebadilika moja sifa, maji yalikuwa yako safi na harfu yake iko safi, rangi yake iko safi, ladha iko safi, lakini ikaja ikabadilika moja sifa bila jasa chini, ubadilikaji huu kutokana na najisi. Sasa kuna najisi imeingia, tulipokwenda tukakuta harfu mbona imebadilika, ukiramba hivi ladha mbona maji tena imekuwa ya uchungu hivi, kuna najisi imedondokea. Sawa? Au rangi unayobadilika, kwa maana kilichobadilisha hapa nini? Ni najis. Ile najis imebadilisha. Kama ni hivyo basi itakuwa maji inakuwa hukumu gani? Ma'u madha najis. Kama ni maji ya najis, na maji ya najis haifai kujitwarishia, kwa sababu tumeambiwa jitwarishe na mawe yalikuwa ma'u tahur, maji yalikuwa tahara. Fa huwa najisun,
muda huo itakuwa maji yao ni najis, yanakuwa hukumu kwa maji yao ni najis, haitafaa. Yajibu ichinabuhu, itawajibika kujiepusha na maji yao. Usichukue udhu, usikoge katika maji hayo. Ukikoga, ukichukulia udhu wako ni batil na utakuwa umejipaka najis, na kujipaka najis ni haramu. Usiyatumie. Ukiyatumia na maana kwa vile ndio kuwa maji hayo ni najis, kutumia kwako unatumia najis, na kutumia najis ni haramu. Dalili ya kwa kutumia najis ni haramu kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Ibn Abbas aliposema sallallahu wa salamuhu alayhi, katika wale ambao wanaadhibiwa kwenye makaburi yao, sema wa amma al-akhar fakana la yastatiru min bawlihi, mwingine alikuwa hajistiri na haja yake ndogo, hajastatir kwa maana la yastanibu, na imekuja la yatanazza kwa maana hajisafishi au hajiweki mbali na haja yake ndogo. Kwa kujipaka najisi mwilini haramu, haijuzu, na ni sababu katika sababu za adhabu ya kabri. Tayeb. Kama umejipaka najisi unajisafisha, ndio umejisafisha, lakini ilikuwa unajipaka najisi na unajua kwamba hiyo ni najisi. Katika adhabu, katika adhabu kama utakuwa umeipata imekuja mwilini ukajisafisha, ndio umejisafisha, itakuwa imeondoka. Lakini maksudio kwamba hajistiri wala hajisafisha, la tanasa min bawlihi, kwa maana hajitakasi na bauli yake. Na nadhani nimefahamika mashaikh, na nimefahamika mbagam. Wala aslu fil ashya taharatu wal ibaha, na asili katika vitu ni tahara. Vitu vyote katika ardhi asili nini? Tahara. Inafaa kutumia, kama ni chakula inafaa kula, kama ni kitu inafaa kutumia. Usihukumie kitu hichi hakifai. Kwa nini? Hata najis wengine umesikia harufu tu, ni mti labda umeota lakini una harufu mbaya mbaya, maana kuna mtu mwingine harufu mbaya. Una mti mmoja karamakumullah wanaopenda sana waganga wanaita mavimavi. Mambo sio wanaopenda waganga, sio kuna siri gani? Mzee kuna siri gani labda wewe kusikia wazee kwa wanasemaje? Huo watoto wa shule wanakuwa wanawekea walimu wao madarasani kukera walimu. Allah waongoze. Kwa mti mfano kama huo, mfano kama huo labda umeusikia hii harfu, kwa vile harfu hii inafanana na harfu ya kinyesi, pengine sema huu mti huu ni najis, haifai kugusa mti huo. Utasema la, hakuna dalili usema mti huo nini ni najis. Sasa usigumi kwa sababu mti uko harufu yake hivyo, au kala tunda pengine chungu ukasema hii ni haramu kuliwa kwa sababu ya ule uchungu. Pengine uchungu lakini una madhara, pengine uchungu ni dawa pengine. Kwa asili ya vitu vyote ni nini? Ni halali, na asili ya vitu vyote ni nini? Tahara. Ili tuseme kitu hiki ni haramu au tuseme kitu hiki ni najis, natakuwa nini? Ndio vile ulirudi katika ile kauli ya kwamba nguruwe ni najis au si najis. Tupate dalili. Kama mtu anatuma wa kwanza labda jamaa vijana sizo wasema nguruwe sio najis, sasa tuna shida. Sasa tuna shida na mtu. Sisi dalili ipo, alhamdulillah tunataraji. Anasema bwana tumetaraji ile kauli sio sahihi. Kuna mtu kaita na dalili. Lakini Imamu Nawawi rahimahullah ambaye ni muhaddith amesarrihi kwamba hakuna dalili yenye kujulisha kwamba nguruwe ni kachukua ile asili ya kitu. Kwa vile vile tunabaki vitu vyote nini? Vyote tahara. Na vitu vyote ni nini? Ni halali. Tukisema usitumie tu ni haramu, usiguse tu ni najis, mpaka ipatikane dalili. Mpaka ipatikane dalili ndio taharamisha kitu mtu asitumie. Qul man harrama zinata Allah alladhi akhrajaha liibadihi wat-tayyibati min ar-rizq. Asili ya dalili nini? Nani anayeharamisha? Allah anasema pambo la Allah ambao vitu hivyo Allah na tayyibati min ar-rizq, na riziki za halali Allah ruzuku kwa ajili yake. Nani anasema haramu? Hakuna dalili kusema haramu. Ukisema haramu dalili wapi umepata? Naam. Kwa asili ya vitu nini? Ibaha wa tahara. Chukua hiyo ni kaida mashaikh. Hiyo ni kaida ifadhini. Hiyo ni kaida katika kaida za ahlul ilm walizungumzia kwamba asili ya vitu ni ibaha, na asili ya ibada nini? Asili ya ibada nini? Haram au mahdhur.
asili ya ibada huruhusiwi kufanya ibada mpaka ujue dalili hiyo ibada unaifanya je na dalili imeamrishwa katika Uislamu ndio ifanye. Usifanye tu ibada bila kuwa na dalili na hoja, tenda kuuliza mbele ya Allah. Qala fa idha shakka almuslim fi najasa, atakapotia shaka muislamu fi najasati ma, katika unajisi wa maji, kwa sababu maji ni kitu ya au thawb au unajisi wa nguo au buqatin au kipande cha ardhi anachosalia, ile sehemu umesimama utakusali ukatia shaka hapa pako tahara hapa pako pachafu najisi, mathalan nguo yako kaita shaka nguo iko tahara au iko na najisi, na vile vile maji ukatia shaka maji haya ni tahara au najisi, tunafanya nini hapo? Tumesema asili ya vitu nini? Tahara, sio? Kama asili ya vitu tahara, hii shaka yako sisi tunatumia hii shaka hii, hatuwezi kuondoka kwa sababu kule kwenye ile asili ndo yakinifu kwamba maji kwa yakini maji ni tahara, yakini kabisa. Ukitaka tuende katika hiyo shaka mpaka tupe hoja dalili. Je, umeona kitu kimeingia cha najisi labda, mpaka tupate dalili, hatuwezi kuondoka. Na vile vile nguo hivyo hivyo. Nguo hivyo hivyo kwamba hatuhukumii kwa nguo hii ni najisi mpaka tupate dalili kwamba imeingia najisi kutoka wapi au najisi gani imeingia katika nguo. Tunahukumia kwa nguo hiyo. Saa mwingine akwambia nguo zake zimejaa grease, naambia twende ukasali, nguo zangu bwana hizi haziko safi. Sasa grease ni najisi. Umefuta magrisi yako katika nguo ile grease ni najisi. Au mwingine ametengeza samaki imerukia labda hivi, anasema bado nguo zangu sio safi sasa hivi. Sasa nani anakuambia kwamba ile shombo ya samaki ingia kwenye nguo ni najisi? Mpaka upate dalili. Kuna watu wanapoteza nyakati za swala, mtu anatoa swala katika wakati wake kwa waswasa shetani. Sasa unawaswasa shetani akupambia bwana ishombo liingia kwenye nguo yako tayari ishakuwa haifai kusalia. Na kweli nakubali kwamba haifai kusalia na swala inatoka kwenye wakati wake na nguo nazo mwilini. Lazima tutanabahi katika hiyo misingi ya kisheria. Au amesema naam au ghairiha au kitu kingine, muda kwa ni kitu fa huwa tahir, basi hicho kitu ni tahara muda kwa ni kitu. Au tayaqana tahara au akayakinisha utahara wa kitu, wa shakka fil hadath, akatia shaka katika hadath, fa huwa tahir, basi vile vile tayaqana tahara, yeye mwenyewe akayakinisha kwamba yuko katika utahara, amechukua udhu, hana hadath, alipotoka nyumbani kachukua udhu wake vizuri, kakaa labda na watu anazungumza akajisahau. Kujisahau anajiuliza mwenyewe, udhu umetenguka au bado ninao? Sawa? Asili ametoka nyumbani amechukua udhu, kaja tukashughulishwa hivi hapo kajisahau. Alafu anajiuliza udhu ninao au umetoka udhu? Tunampa hukumu gani? Udhu unao kwa sababu umetoka nyumbani umechukua. Ukituambia umetenguka, tuambie umefanya jambo gani lilotengua udhu. Sawa sasa. Ukituambia umetenguka, tueleze umetengukaje udhu huo. Wewe nyumbani umetoka umechukua udhu. Kwa hiyo yani shetani ikhwa ana njia za kutuingiza katika madhambi wakati mwingine hata hatujielewi. Shetani ana hila wallah. Umechukua udhu nyumbani, ukifika msikitini unachukua udhu tena. Sasa utaambia unafanya tajididi ya udhu, unatoka kule unafanya unajadili udhu unafanya israfu ya maji. Toka nyumbani tena unachukua udhu unakuja kumwaga maji tena, sababu unajadili udhu. Fanya israfu ya maji kwa lugha ya kusema unajadili udhu. Ingawa kujadili udhu ni jambo ambalo inajuzu, lakini hii itakuwa katika sura israfu kwa sababu anasema unajadili udhu kwa maana umeswali swala zako, labda baadaye uko nangoja nikachukua udhu tena baada ya kuatarisha nini ule udhu uliochukulia mwanzo umeshatumia na kusali. Hapo sana anajadili udhu. Uja swali umechukua tu udhu umekuja sasa utachukua udhu tena? La. Ala kulli hal, unapoyakinisha kwamba una tahara ukapata shaka kwamba umepata hadath, unahukumua kwamba wewe uko katika tahara mpaka upate yakini kitu gani kimekutoka katika tahara kimekuingiza katika hadath. قال بسما شك في الحديث في الحدث فهو طاهر لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل, katika kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam akimzungumzia mtu, yukhayyalu ilayhi, yani mtu huyo anapata mawazo na kupata dhanna ndani ya sala yake, annahu yajidu shay, kwamba yeye amepata kitu, ambao hii ni lugha imetumika kwa masahaba kueleza, lakini makusudio kwamba kuna kitu kimemtoka, upepo umemtoka, lakini hawakustari hilo
kuchunga lugha nzuri, hakusarri yukhayalu, kwa maana anapata mawazo ile, inakuja taswira fulani kwamba ametoka na upepo kidogo. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja huyo mtu akamuuliza Rasulullah, mimi na kwa ndani ya swala lakini napata mawazo, na zimekuja baadhi ya nusus za hadithi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaelezea kwamba shetani anapokuwa katika swala, ingawa kwamba kuna makanda ndani yake, anachukua kitu mfano wa nyuzi au mfano wa nywele, unapokuwa umekaa na bidisha katika sehemu ya makalio yako. Kwa ukenda unaona kama kuna kitu kimekugusa, kimetoka labda, kumbe anakuchezea, akuonesha kwamba umetengukwa na udhu. Kwa uwe makini wakati unasali, zingatia sala yako, elekeza hisia zako ndani ya sala. Usipate mawazo kiasi kwamba baadaye tunakuja kwa labda nimetoka na upepo, kumbe hajatoka upepo. Akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kumfahamisha, akasema la yansarif, huyo mtu alipata hiyo dhana ya kwamba ametoka na kitu, asitoke katika swala hata yasma sautan, mpaka asikie sauti ya huo upepo. Kama ana sauti asikie sauti, au yajida riha, au apate harfu. Akisikia harfu hivi basi atajua kweli imetoka. Maksudio sio hayo kama ilivyo dhahiri hadithi, kwamba tunachukulia kama ilivyo nzima nzima, kana kusema maksudio kwamba mpaka apate yakini, kwa sababu inawezekana kweli ametoka na upepo ukawa hauna harfu wala hauna nini, hauna sauti. Kweli ametoka, lakini sasa hajasikia sauti, na vile vile akisikiza harfu hamna harfu, itakuwa ndo utajenga Mtume kasema sallallahu mpaka upate nini, upate sauti au upate harfu. Harfu zote hazikupatikana, hakuna sauti wala harfu. Kwa sema ameendelea na sala kwa sababu sasikia harfu wala sijapata sauti. Kwa maana kwamba ukipata yakini kabisa kwamba umetoka na kitu, toka kachukue udhu tena, urudi uanze tena sala yako. Swala unaanza upya hii, kwa sababu itakuwa hata kama utakuwa uko mwisho wa salamu, mwisho kabisa, usoma tashahudi, ushasalia Mtume sallallahu, ushataka istiaza, imebakia kutoa salamu tu, ukatoka na upepo, sala yako unakuja na sala ugasa. Tofauti na wale watu gani wanasema kwamba utaendelea tu, sala iko sahihi. Masahau madhehebu ya Hanafia, madhehebu ya Abu Hanifa, kwa wanaona hadithi ipo lakini ni dhaifu, kwamba madhehebu yao wanaona kwamba kama ushafika mwisho kabisa, ushasoma tashahudi, yani mwisho wa sala, imebakia salamu tu, alafu katoka na upepo, basi futa uso wako, sala yako sahihi, alhamdulillah imesalita. Ingawa kufuta uso haipo, lakini wanachukua hii hadithi wanategemea ni dhaifu, sio sahihi. Hadithi wanategemea katika masa dhaifu, unapotunguka na udhu, hata kama mwisho wa sala kabla salam, unarejea sala yako upya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taondokea babul aniya, darasa kesho inshallah, babul aniya. Bila tunatanabahisha kwamba watu wazingatie darasa hili, wazingatie, na ndio maana tunafanya kwamba asila ili practice. Hatuna maana kwa tunawapa mtihani, nataka practice. Tukitoka kesho tukija muraja tunapata kwa maalumati yanabaki, tunaraki maalumati, kwa sababu hani masala ibada. Hii ni ibada, tuifahamu vizuri. Allahu muwaffiq, alhamdulillah. Naam.